Yani akitamka neno huwezi kulisikiliza mara mbili. Wana maneno ya fedheha kabisa. Wana maneno ya kejeli. Wana maneno yasiyokuwa na adabu. Hiyo si katika sifa ya binti wa Kiislamu. Lakini pia kuzingatia ratiba. Kama ratiba inasema saa fulani mpaka saa fulani tunafanya kitu fulani, basi ifuate. Hiyo ni sehemu ya mtu kuwa na heshima. Ama kipengele cha tatu ni uvumilivu. Subra. Subira inahitajika sana katika maisha ya kidunia. Sababu maisha ya kidunia ni mtihani. Inawezekana kabisa katika harakati hizi za maisha ya kidunia Mungu akakupa mtihani wa kuondokewa na mzazi. Unatakiwa kuwa na nini? Kuwa na subira. Ukapewa mtihani wa kuondokewa na wazazi wote kwa siku moja. Inahitajika nini? Subira. Ukapewa mtihani ya wazazi kuharibikiwa katika maisha. Mlikuwa mna maisha mazuri, ghafla Mungu kaleta mtihani. Maisha yakadondoka kabisa. Panahitajika nini? Subira. Maisha haya ya kidunia yanahitaji subira sana. Kwa sababu hakuna anayejua kesho itakuwa nini. Nakumbuka kuna kijana mmoja alikuwa mwanafunzi katika hii shule yetu. Yule kijana alikuwa na dharau sana, kwa sababu mzazi wake alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kiuchumi. Alikuwa anaweza akamkuta kwa mfano mwalimu labda kama hivi ameweka simu yake hivi, anaichukua ile simu anaanza kuikagua hivi, anaiangalia. Yani madam, yani unatumia nini sijui Tecno. Yani mwalimu mzima unatumia Tecno. Yani natamani mbe baba yangu akununulie iPhone. Yani mwalimu mzima unatumia Tecno. Mwalimu anamwambia acha dharau. Kama ni pesa za nani? Za baba, sio zako. Sasa wewe soma ili uweze kupata nini? Za kwako. Akiwa form 2, kabla hajamaliza mitihani ya form 2 ya taifa, baba yake akaumwa ghafla na kufariki. Kilichotokea baada baba yake kufariki, baba zake wadogo walimtoa hapa shuleni, kwa sababu baba yako alikuwa anakudekeza sana na kulipia hela nyingi. Wakakumbeka kwenye shule huko za kulipia hela ndogo. Kwa maisha yake yaliharibika kabisa baada baba yake kufanya nini? Kufariki. Lakini alikuwa na dharau kupita kiasi. Na ikawa ni mtihani kwake kweli kweli, sababu hajazoea hayo maisha ya shida na ya dhiki. Akawa anatamani kujiua. Anatamani kuacha shule kabisa, asisome kabisa, sababu hawezi kwenda kusoma katika hayo mazingira. Kuna siku akaja kuja kuchukua dokumenti zile za uhamisho. Akaenda kwa yule mwalimu ambaye alimdharau, kwenda kumtaka nini? Kumuomba msamaha. Kwa sababu amejikuta ndani ya muda mfupi maisha yake yamebadilika kabisa. Na subira kwake ikawa ni msamiati mgumu. Unatakiwa kuwa na subira. Anasema rahisi kusema tu bwana, lakini subira ni nini? Ni ngumu. Kwa kama wanadamu, kama Waislamu, mitihani katika maisha ni kitu cha nini? Cha kawaida. Kwa tunapaswa kuwa na subira. Nyinyi ni wanafunzi. Wakati mwingine unaweza ukaexpect kufaulu vizuri, alafu matokeo yakaja ndivyo sivyo. Unatakiwa uwe na subira. Kinyume chake ndio unakuta mtu anafanya vitu vya ajabu. Kisa nini? Amefeli. Nakumbuka sijui mwaka jana ule kuna mwanafunzi alipata 0 akajiua. Hata kwenye vyombo vya habari alitangazwa.
Matokeo yametoka, sijui alikuwa ya form 6, kapata 0, akaamua kujining'iniza. Nakumbuka incident moja iliwahi kutokea wakati nikiwa matron katika shule ya Kunduchi Girls. Siku hiyo naenda msikitini, subira kwenye ibada ngumu. Naenda msikitini nakuta wasichana wachache, yani safu sijui 3 tu, wakati kawaida msikiti unajaa wote. Sema hawa viumbe leo wako happy, wamejazana bwenini huko. Naenda bwenini, wananiambia madam, tuna dharura. Nikamwambia nyote nyinyi mna nini? Mna dharura? Kweli. Nikamwambia leo siwaachi, na wakagua wote, njooni uingieni mle dining hall, nataka niwakague mmoja mmoja kama kweli mna dharura kweli. Sasa wakaanza kukimbizana umrani. Kumbe kule kukimbizana kule walikuwa wanataka kufanya rish. Subira imewashinda katika ibada. Walichokifanya bwana, wakaenda kuchukua pedi, wale ambao walikuwa wamedanganya kweli, wakatia tomato sauce. Sasa wajisemeavo wenyewe za mwizi 40. Haraka haraka ile, baadhi badala ya kutia tomato sauce wakatia chili sauce. Sasa just imagine, uchukue pedi, utie chili, alafu uweke kule mahala. Habari yake inakuwaje? Sasa wamekaa pale, mimi nataka niwakague, naona kuna baadhi ya watu wanacheza ngoma isiyopigwa. Chini hapa kaliki, juu hapa inuki, mara amesimama, mara amekaa, mara ametembea, mara amerudi. Kwani nyie mna nini? Akasema madam, bwana ngoja mimi nikwambie ukweli. Yaani humu wengi hata tutaki, yani wengi tumefanya ruhushi. Tumepaka tomato kwenye nini, lakini mimi nina wasiwasi nimetia chili. Kwa naomba madam, yani ninawashwa balaa. Nikaambia jamani, swala ambayo hardly inachukua dakika hizi 5 inakufanya kwenda kuchukua chakula kuweka sehemu nyeti kweli, huko ni kukosa subira katika nini? Katika ibada. Na hii shida ipo sana kwa wanafunzi, especially mabinti nyinyi. Kuna watu wanaswali bila ya udhu. Kuna watu wanaswali rakaa 1 badala ya 4. Yana anachelewa kufika msikitini. Akifika msikitini anakuta imamu yuko rakaa ya 3. Anaunga ya 3, anamalizia ya 4, wenzio wakitoa salamu na yeye anatoa salamu. Huko ni kukosa subira katika kufanya ibada. Ibada nyingine inahitaji subira sana ni ibada ya funga. Watu wengi especially nyinyi wadogo mnafanya cheating kwenye kufunga. Anajifanya mtu amefunga, anavizia mama hamuoni, anachukua chakula anafanya nini? Anakula. Alafu anajifanya mjanja, anapaka sijui nini kwenye mdomo uonekane mdomo umekauka. Anamdanganya mama, anasahau kwamba yuko Allah ambaye jicho lake yani halifichwi na kitu chochote. Kwa hiyo sehemu ya pili inayohitaji subira na uvumilivu ni subira katika ibada. Kuswali kunahitaji subira. Kufunga kunahitaji subira. Kuvaa stara kunahitaji nini? Subira. Mwenyewe umevaa stara yako, mtu anaanza kukuambia hata upendezi. Umekuwa kama vile mzee vile. Basi na wewe naye unaanza kujiangalia kwenye kioo, lakini kama kweli vile aliyekwambia nani? Kama ukivaa ushungi unakuwa mzee. Lakini mtu anadanganywa na anadanganyika. Matokeo yake anapunguza stara na anaacha kujistiri. Kwa uvumilivu ni kitu muhimu sana kwa Muislamu na ni katika sifa muhimu ambayo Muislamu anapaswa kujipamba nayo.
Lakini uvumilivu vile vile unahitajika katika kuwavumilia watu wengine, kuwavumilia binadamu wenzio unaoishi nao, kuanzia wale unaoishi nao nyumbani na wale unaoishi nao shule. Mnakwenda shule, mnakutana wanafunzi wa aina tofauti tofauti. Kila mtu ametoka kwao, kila mtu ana malezi yake, kila mtu ana tabia yake. Umo ndani kuna wengine wezi, umo ndani kuna wengine wachoyo, umo ndani kuna wengine wana roho mbaya, umo ndani kuna wengine wana matusi, umo ndani kuna tabia za kila aina ambazo zote unakwenda kuishi nazo. Bila ya subira huwezi. Unahitajika kuvumilia mapungufu na madhaifu walionayo watu wengine, la sivyo utakuwa unagombana na watu kila siku, sababu kila mtu ana madudu yake. Huyu ana hili, huyu ana lile, huyu ana hili, huyu ana lile. Lakini subira nyingine inahitajika katika kuomba. Unaomba dua kwa Allah subhana wa ta'ala. Mara nyingi tunakosa subira katika kuomba. Unataka majibu ya tit for tat. Unataka uombe leo upewe leo. Usipopewa majibu ya haraka unaweza kusema yani mimi naomba lakini hata sijibiwi. Huyo unayemuomba shoga yako. Unayemuomba ni Mungu ambaye yeye ana namna yake ya kujibu. Yeye ana muda wake wa kukujibu. Yeye anaangalia kupe nini. Je, ulichoomba kinakustahiki? Je, ulichoomba ni kizuri? Je, ulichoomba kina faida na wewe katika dunia yako na akhera yako? Kwa Mwenyezi Mungu anakupa unachostahiki, hakupi unachokitaka. Kwa hiyo ukaomba chengine ukapewa chengine. Unatakiwa kama muumini, kama binti wa Kiislamu, uwe na subira katika kumuomba Allah subhana wa ta'ala. Kwa hiyo ni sifa ya tatu, ama ni kipengele cha tatu cha tabia njema ambacho kama mabinti wa Kiislamu tunapaswa kujipamba nacho. Ama kipengele cha nne ni huruma na upendo. Uislamu umehimiza sana kupendana na kuhurumiana. Uislamu unataka kama Waislamu tuwe na mapenzi baina yetu na tuhurumiane sisi kwa sisi. Huruma ni kitu kipana sana, na muumini anatakiwa kuwa na huruma na binadamu wenzie, lakini awe na huruma hata na viumbe wengine wasiokuwa binadamu. Uislamu unatutaka tuwahurumie wanyama, tuwahurumie wadudu. Lakini leo unamkuta mtu anamkuta mdudu anajipitia zake njia, hana hata shida na yeye, basi anamkinda na mguu tip. Kuna mtu akimuona tu sisimizi huyo anakatisha, kashamda kuwa ding. Hana huruma na viumbe wenzie. Yani yeye ni kuwaua kwa kwenda mbele, hata kama hawajamfanya kitu chochote, hata kama hawajamkosea jambo lolote. Unakuta mwingine anamkuta kuku anatembea tu, kashamtia teke ti. Anamkuta paka mwenyewe anapita zake, kashamdukua du. Hiyo si katika tabia ya Kiislamu. Tunapaswa kuwahurumia viumbe wengine, wakiwemo wanyama, wakiwemo wadudu. Sio tunawatesa, sio tunawaua wakati wao hawajatufanya sisi kitu chochote. Lakini tunapaswa kuwa na huruma kwa wasiojiweza. Tuwe na huruma kwa vilema. Tuwe na huruma kwa wagonjwa. Tuwe na huruma kwa mayatima. Tuwe na huruma kwa maskini. Tuwe na huruma kwa wajane na wengine wote ambao Mwenyezi Mungu hajawajalia kama alivyotujalia sisi. Wale wanaitwa less privileged, Mwenyezi Mungu amewapa mtihani. Kwa mfano yatima kaondokewa na mzazi wake au wazazi wake wote wawili, tunapaswa kuwahurumia. Wakati mwingine unasoma shule, una mwanafunzi mwenzio
kafiwa na baba na mama, hana mtu hata wa kumpa shilingi 100 ya kuja kununua muhogo shuleni. Alafu wewe mzazi wako mashallah anakugaia 1000, 2000 ya kwenda kula shule. Hebu muhurumie na huyu mwenzio ambaye ni yatima. Ukinunua miogo 5, mpe japo 2, wewe ule 3. Jambo hilo lina malipo makubwa sana mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Mimi nakumbuka nikiwa A level tuliwahi kusoma na binti ambaye alikuwa amefiwa na baba na mama. Yule binti sisi tulikuwa hatujui kwamba alikuwa anatoka nyumbani kwao Ilala, anakuja kwa miguu mpaka shuleni. Sisi tulikuwa tunasoma Tambaza. Alikuwa anatoka Ilala Bungoni mpaka wapi? Mpaka Tambaza. Tumekuja kugundua yani kashasoma miezi 6. Sasa kaa anachelewa, sangine anachelewa. Mbona wewe unachelewa kuja shule kila siku? Ndio siku anasema mimi nakuja kwa miguu, sina nauli. Tukajiorganize sisi wenyewe tu pale darasani kwetu. Ikawa kila siku tunachangishana, tunampa na yeye hela ya nini? Hela ya nauli. Na ikifika break time tunakwenda naye break pamoja, tunanunua chakula kwa pamoja na yeye tunakula naye. Mpaka tukamaliza naye form 6. Alhamdulillah akafaulu vizuri, akaenda zake university na sasa hivi ana kazi yake nzuri kabisa. Tunapaswa kuwa na huruma kwa wenzetu ambao Mwenyezi Mungu hajawajalia uwezo kama ambao sisi Mwenyezi Mungu ametujalia.